Majina mimi naitwa Ezekiel Gwaidimi Tlanka. Mimi ni katibu wa kanda ya kaskazini. Jumuiya ya Sumaujata. Jumuiya ya Sumaujata ni jumuiya ya kiraia ambayo ilianzishwa kwa lengo la kupambana na masuala ya ukatili. Lakini pia na kutoa elimu kwa jamii. Kwa hiyo baada ya sisi kupata taarifa, ofisi ya kanda na jumuiya ya Sumaujata tuliona ni bora tufike hapa tuje tukutembelea na kukupa pole. Nimefuatana na mwenyekiti wa Sumaujata mkoa wa Manyara na pia niko na katibu wa Sumaujata. Mimi nimetokea mkoa wa Manyara. Kwa hiyo nimekuja hapa na baada ya kutoka hapa nitarudi tena Manyara. Jambo la kwanza nikupe pole. Sisi tunalaani sana kitendo hichi, kwamba ni kitendo ambacho ni cha kinyama sana na inadhalilisha utu wa mwanaume. Na sababu tunajua kwamba ili uitwe mwanaume, kiungo cha kwanza cha wanaume ni hicho ambacho leo kimeondolewa. Lakini tunakushukuru sana wewe kwa sababu ya imani ya Mwenyezi Mungu, kwamba kama kiungo hichi kimeondoka, so sababu ya mimi kukata tamaa kuishi duniani. Kwa kwanza tukupongeze kama jumuiya ya Sumaujata kwa ujasiri huo. Kwa moyo huo kwanza wa wewe kujiona kwamba usikate tamaa, usimkosee Mwenyezi Mungu. Lakini pia tunaendelea kukutia moyo kwamba sisi kama jumuiya ya Sumaujata tuko pamoja na wewe. Tuendelea kukutia moyo. Familia ya kwanza ni sisi. Tuendelea kukupa ushirikiano. Na tukitoka hapa tutakuachia pia namba zetu ili angalau tuweze kushirikiana pamoja na wewe. Lakini kingine tunajua kwamba wewe una watoto. Na ombi letu kwako sasa kama jumuiya ya Sumaujata, lakini na pia ni kukutia moyo kwamba usikate tamaa. Endelea kuwalea watoto wako. Tunaamini kwamba katika maisha haya tunachoangalia riziki. Wako wengine ambao Mwenyezi Mungu amewaleta hapa duniani wameshaondoka. Mimi umenifariji sana kwamba kwa neno moja, wewe uko hai, hujafa. Sisi wa Tanzania tuko pamoja na wewe. Kwa hiyo wewe kuwa na imani hiyo hiyo, tutaendelea kushirikiana. Na bahati nzuri kwa upande wa ofisi ya jumuiya ya Sumaujata, watu wa mkoa wa Manyara na watu wa mkoa hasa mkoa wa Arusha watakuwa pamoja na wewe. Sisi binafsi kama jumuiya ya kiraia na jumuiya ya Sumaujata, kama katibu wa kanda pia tunalaani tukio hili sana. Ni tukio ambalo linadhalilisha sana utu wa mwanaume. Na tuombe kwa Watanzania hasa kina mama. Tukio kama hili limetokea mkoa wa Manyara, wilaya Hanang. Juzi tu mwanamke mmoja ambao alimkata pia mzee wake uume. Tokea mkoa wa Manyara. Na kwa kanda ya kaskazini na hisi ni mara ya pili kwenye kanda yetu hii. Sasa inataka kuleta kama mazoea. Sisi tuombe sana watu waache mihemko, hasa kina mama pale ambapo wanaweza wakaona labda kuna jambo ambalo kwenye ndoa inaendelea haiko sawa, lakini sio adhabu ya kumkata mwanaume kabisa kiungo ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka. Na hicho kiungo tunakijua kwamba kazi yake ni nini. Ni muhimu sana kukitunza na kukiheshimu. Kwa hiyo ni muhimu sana Watanzania waache mihemko, watu wavumiliane kwenye ndoa. Kama kwenye ndoa watu wanaishi, kama kuna jambo haliendi sawa, ni bora waende kwenye serikali za mitaa. Tuna polisi, madawati ya jinsia, maendeleo ya jamii. Jumuiya ya Sumaujata ipo, ni jumuiya ambayo inajitolea. Haina fedha yenyewe, kila ambaye amekuja hapa anajitolea kwa fedha zake, na mimi mwenyewe nimetoka huko najitolea kwa fedha zetu. Angalau tumsaidie Mheshimiwa Rais. Sisi kazi yetu kumsaidia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini na waziri wetu wa maendeleo. Kwa hiyo tuwaombe Watanzania kwa kweli, hii adhabu kama kina mama wameona kwamba hii ndio adhabu ya kuadhibu wanaume, hapana, hii sio adhabu, hapana. Imevuka kiwango. Tunaomba watu wavumiliane, lakini ikishindikana uvumilivu waende basi kwenye vyombo vya utatuzi wa hiyo migogoro, na ikishindikana kabisa waachane kuliko kumuondoa mtu kiungo chake moja kwa moja. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwanza kwa sababu waandishi wa habari wa Kusaga mko mahali hapa, na sisi tunajua kwamba taarifa hizi zitaenea Tanzania nzima.
Lakini sisi tuwapongeze nyie kuambatana na sisi. Kwamba kwa sababu ujumbe huu tunaotoa sisi ni rahisi sana kuenea kwa Watanzania kuliko sisi moja tukawatafuta watu. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza. Mheshimiwa Rais hataki hivi vitendo. Na Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima haunge mkono. Ndio mara nyingi anapambana sana na masuala ya ukatili. Nimeona ukatili sasa hivi umegeuka upande wa wanaume. Sasa hivi wanaume wengi ndio wanapitia wakati mgumu kuliko wanawake. Kwa hiyo tunaomba serikali naye iangalie namna, kwa sababu nimeona kama ziko NGOs ambazo zinatetea kina mama na nini. Tunaomba pia upande wa wanaume kama kuna wanaona kwamba sheria kama hazingati kwa upande wa wanawake, hazitetei haki za wanaume, ningeomba kwamba tushauri basi vyombo vinavyohusika angalau itunge sheria kali pia hata kwa upande wa wanawake. Jina yangu naitwa Tunu Lemanga, ni mwenyekiti wa SMAUJATA mkoa wa Arusha. Leo hii tumefika hapa hospitali ya Seliani Ngaramtoni kumuona kaka yetu Baraka aliyefanywa ukatili wa kukatwa sehemu zake za siri na mke wake. Kwa kweli hili jambo tunalikemea sisi kama SMAUJATA, ambao ni taasisi ambao tunahusika na kupinga ukatili kwa jinsia zote, wanawake, wanaume, watoto. Hili tunalikemea kwa sauti kubwa sana. Kwa sababu tunaamini kabisa kwenye jamii tuliopo, jamii inahitaji tuishi kwa amani na upendo. Lakini mimi sitakuwa na mengi, ila rai yangu kwa jamii na wanandoa wasio wanachukulia kawaida swala la mahusiano. Nikiwa naamini kwamba sio mahusiano tu, lakini ile kuwa pamoja kama familia. Nikiwa na maana kwamba kupata muda sahihi wa kuzungumza kama familia. Kwa jinsi ambavyo nilikuwa nafuatilia hii kesi ya kaka Baraka, nilikuwa naona kama kuna kitu ambacho hakija balance. Nilisikia kuna mahali anasema mama alikuwa analala dukani, baba analala nyumbani, alafu mama anaenda nyumbani wakati akiwa anamhitaji baba. Sidhani kwa watu ambao wako kwenye mahusiano hilo jambo ni la kawaida. Tunaamini kabisa katika jamii mtafutaji mkubwa ni baba. Baba angekuwa analala dukani anakuja nyumbani, jamii isinge question. Lakini mama analala dukani anakuja nyumbani, kuna sintofahamu ambayo iko hapo katikati. Na huenda huyu kwa sababu ni mwanaume alikuwa na mapenzi na mke wake, hakuweza kufahamu kwa mapema kwamba ni kitu gani ambacho kipo katikati yao. Yeye alikuwa anaona kuna hali ya usawa au wako sawa kifamilia, lakini ukiangalia kabisa hakukuwa sawa. Ilikuwa kuna sababu, labda kama angetuambia alikuwa ni makubaliano yao ya mama kulala dukani na kurejea nyumbani saa akiwa anamhitaji mwenzake. Swala la kukutana kimwili ni swala ambalo linahitaji hisia, na watu wanapokuwa hawako katika mahusiano mazuri sijui kama linaweza kufanyika kwa weledi. Lakini cha pili ambacho naweza kuzungumzia kwa wanafamilia, wao wanapata muda wa kuzungumza wao kama wanafamilia, kujua changamoto zao. Kwa sababu familia nyingi sasa hivi zinaishi kila mmoja, yani watu wako pamoja lakini kila mmoja ana mawazo yake tofauti. Lakini familia inapojenga umoja na kuzungumza kwa pamoja na kujua changamoto ambazo zinawakabili watu wote wawili kwenye familia, inakuwa ni rahisi kujenga. Na matatizo kama haya ya ukatili yanaweza yasitokee. Sasa hivi tumeanzisha kampeni ya kumlinda mtoto wa kiume ambaye anaonekana amesahaulika kwenye jamii. Mila zetu na desturi zimewakandamiza watoto wa kiume. Wanaambiwa kwamba hata mtoto wa kiume haruhusiwi kulia. Wewe unaliaje ni mtoto wa kiume? Lakini sisi kama SMAUJATA na jamii tunatakiwa kuamka sasa na kuanza kuwatetea watoto wa kiume. Ukiangalia sasa hivi uwiano wa watoto wa kike na wa kiume, watoto wa kike wamekuwa na confidence kwa sababu serikali inawa protect. Lakini watoto wa kiume unakuta wanafinyiliwa chini kwa sababu wanaambiwa kwamba wao ni wa kiume. Na ndio maana unaona ukatili mwingi sasa hivi unahama kutoka kwa watoto wa kike kwa sababu wanajua serikali iko macho, inahamia kwa upande wa kiume. Na ikiendelea kuhamia kwa upande wa kiume ndio inahamia kwa baba zao. Sio kesi ya Baraka tu, kuna wanaume wengi sana wanafanywa ukatili lakini hawawezi kusema. Wanaume wanakufa na depression, wanakufa na pressure kwa sababu hawana mahali pa kwenda kusema matatizo yao. Wanaona kabisa wakienda kusema matatizo yao, jamii na wadharau. Kwa nini mwanaume uje uelezee matatizo yako? Tunaombeni wanaume, mimi nikiwa kama mwanaharakati lakini pia ni shujaa na pia ni msemaji wa mkoa wa Arusha kwa upande wa ukatili kupitia SMAUJATA. Wanaume kwenye vikao vyenu mwache kujadili kuhusu kazi na mipira. Jaribuni kueleza hisia zenu mnapokuwa katika familia na nje ya familia ili muweze kupata utatuzi kwa haraka.
kwa sababu wanaume wanakufa na pressure, wanakufa na depression, wanapitia ukatili kama huu. Huyu baba angepata muda wa kujadiliana na mwenzake au kushauriana na mwenzake, akamweleza tu situation ya mke wake kulala dukani anakuja nyumbani, lazima mwenzake angemwambia hii haiko sawa na angemshauri namna ya kufanya. Mimi sina mengi sana, nakupa pole Baraka, lakini sisi tutasimama na wanaume kwa safari hii kwa sababu tunaona mila na desturi zinawakandamiza, wanaendelea kupata ukatili wa kimwili, wa kingono, wa kihisia, lakini pia nakufa mapema. Wanaume wanakufa mapema kutokana na kwamba hawana sehemu pa kusemea, hawana sehemu pa kuzungumzia changamoto zao. Wanaona kwamba tukizungumza tutadharaulika. Sasa ni wakati wenu wanaume kuamka na kuanza kusema yale yanayowakabili. Ukiona matatizo, kwa sababu nyewe ni nguzo ya familia, msimame mzungumzie kuhusu matatizo mnaokutana nayo. Kwa sababu kuishi pamoja katika hali hii unaweza kumsamehe, lakini tayari kiungo huna. Kama ulikuwa hauna watoto inakuwaje? Na isoshe, kama mwanamke alikuwa analala dukani, ina maana kama alikuwa anachiti ataendelea kuchiti kwa sababu haoni hasara yoyote. Tunakemea, tunalaani, lakini pia tunaomba jamii tuamke wote kwa pamoja. Hata watoto wetu tunapokuwa nao nyumbani, watoto wa kiume, tuwe na muda wa kuwasikiliza, tuwape ujasiri wa wao kuweza kuondoka na kusimama katika jamii na kujitetea wao wenyewe kwa wenyewe. Watu wa kiume sasa hivi hawawezi kujitetea, ndio maana wanalawitiwa, wanafanywa vitendo vya ukatili. Mzazi anakuja kugundua mtoto ameshakuwa mkubwa, darasa la 7 ameshafanywa ukatili kwa sababu hana muda wa kumsikiliza. Na mtoto wa kiume akijaribu kuongea na ambao wewe ni wa kiume. Kwa hiyo tusimame tuwasemee hao wanaume ambao wanaonekana wamesaulika katika jamii.